ulipo uko sahihi kabisa, upotezi muda wako, kuna kitu cha kujifunza, kitu kikubwa sana. Kwa majina yangu ni Paul Bahini, ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Mzumbe, kinapatikana hapa Morogoro. Mimi ni kijana wa Tanzania na ni kijana mzaliwa wa Tanzania. Nimekuwa na hamasa kubwa sana na shauku kubwa sana ya kuweza kuongea na vijana, na nataka niseme tu hiki hapa. Kitu kizuri sana katika maisha yako, fanya kitu ambacho kinatoka ndani ya moyo wako. Usifanye kitu kwa sababu kipo kwenye fashion, hapana. Nimesema hivyo nikimaanisha kuwa kitu hiki kinatoka ndani ya moyo wangu, na nimekuwa kijana ambaye naumia sana pale ambapo naona vijana wengi wakishindwa kufikia ndoto zao na kuamua kuishi maisha yaliyopitwa na wakati, au maisha walioishi wazee wetu. Na hii imetokana na imani ambazo wamerisishwa au tumerisishwa kutoka vizazi na vizazi. Naweza nikaongelea katika swala hili. Mimi nimezaliwa katika familia ndogo sana. Nimekuwa swala hili nikilisikia kuwa ukizaliwa katika familia maskini, inamaanisha kuwa na wewe utakufa masikini. Ukizaliwa katika kijiji kidogo, hautakuwa na nguvu au hautakuwa na uwezo wa kufanya mambo makubwa katika kijiji kikubwa. Ukizaliwa katika nchi ndogo, hautaweza kufanya chochote cha kushangaza katika ulimwengu huu. Hii imekuwa ikiniumiza sana kutoka ndani ya moyo wangu na katika fikra zangu. Je, ni kweli? Kama wewe kijana wa Tanzania unaamini haya? Na kwa nini tunasema vijana wengi kwamba kuzaliwa Bongo ni kama ajali? Tunatamani tungezaliwa katika nchi za wenzetu. Nakuachia hiyo kama homework. Naomba tu base au tudili katika kitu ambacho nimekuletea siku ya leo, tuweze kukizungumza. Kitu hiki kinahusisha wahamasishaji, hasa wa sisi vijana tuliona malengo makubwa na wenye ndoto kubwa, ambazo hazijawahi tokea katika dunia hii au zilishawahi kutokea, lakini mara pengine zinaonekana za ajabu kwa watu wa kawaida unapowaambia. Nataka niseme kwamba ndoto unayoisema kwa watu unaonekana kama chizi. Wewe sio chizi. Hawajui kilichomo ndani yako, ila wanaelewa mazingira wanayoyaona wao wenyewe. Kijana wa Tanzania, acha tu nikukumbushe, nikupe mifano michache ya watu ambao utajaribu kufuatilia juu ya maisha yao, ni utapata kwamba mtu ambaye anafanya vitu vya tofauti ni mtu ambaye anatokea katika mazingira namna gani, na mtu ambaye ana maono ana maono ya tofauti na wengine. Naomba mtufuatilie mtu mmoja, Bakresa. Pia naomba umtafute mtu mmoja, Jack Ma. Wafuatilie hao, ni mentor wakubwa sana na watu ambao watakuinspire na kuweza kufocus katika malengo yako. Sifurahi wala sipendezi sana kijana wa Tanzania uliye na malengo makubwa unapotembea katika misemo ya kwamba kwa kuwa familia yangu ni maskini au nchi yangu maskini, sitafanya chochote katika dunia hii.
hapo ulipo una uwezo mkubwa sana kuanzia leo, wakati huu, ukakifanya kitu ambacho unakifikiria kutoka ndani ya moyo wako, au unakifikiria kutoka ndani ya fikra zako, kitu ambacho hakijawahi fanyika, na kitu ambacho tunahitaji sisi jamii kutoka kwako kijana wa Tanzania ni kimoja tu, na ndio lengo kubwa la kuja wewe duniani. Ni kitu cha kipekee ambacho utakifanya, ambacho si cha kawaida katika jamii yetu. Mfano, naweza nikatolea mifano. Mungu alikuwa na makusudi makubwa kuleta watu kama hawa ambao wamegundua mifumo ya umeme, wamegundua teknolojia mbalimbali. Mungu alikuwa na kusudi kubwa, ndio maana akawaleta watu kama hao. Na wewe kijana wa Tanzania, nataka kitu ulicho nacho ndani ambacho nakiona ya kuwa kama hakiwezekana, kama hakijatokea, ikubali hii. Kitu hicho tu ndo tunakihitaji sisi, na ukikifanya hicho ndipo ambapo utakuwa umefanikiwa. Mafanikio yako yako hapo. Mafanikio yako si kununua magari, si kumiliki nyumba. Hapana, vitu hivyo ni vya kawaida sana, lakini tunachohitaji ni kitu cha kipekee ambacho ni kimoja. Naomba jitahidi sana, fikiria kitu hicho ni kipi, na kitu hicho hakiji kwa mafikirio tu ya kawaida. Wakati mwingine kinakuja kitu hicho pale ambapo unakuwa mpweke na kuamua kukifanya. Kitu hicho kinakaa moyoni, na mara pengine ukianza kukifanya unaona ni kama furaha kwako, huoni kwamba ni kazi ngumu. Napenda nikukumbushe, kuna grupu moja tumeanzisha. Ni grupu la muhimu sana kwa vijana, lakini kwa kijana ambaye hana ule uelewa au bado anatembea katika zile mila na desturi zilizopitwa na wakati, na maanisha kwamba akiamini ya kuwa amezaliwa katika hali fulani, ataishi katika hali hiyo hiyo na mpaka ataondoka katika dunia hali hiyo hiyo, analizalau hili grupu. Lakini ni kitu cha muhimu sana. Kuna grupu moja la Critical Thinkers. Ni grupu nzuri sana ambayo tunapeana elimu hususan kwa vijana juu ya uchumi na biashara pamoja na mambo mengine. Tuko hapa kwa ajili ya kuweza kuinspire ndoto yako ili kusudi itimilike. Si kwa ajili ya kutaka uige mitindo ya watu au ufanye mambo yaliyofanyika. Hapana, tunachohitaji kuibua kilichomo ndani yako na kuweza kukileta hapa duniani ili kusudi kiwe kama ID, hata utakapoondoka kiweze kukutambulisha. Hakika naamini kabisa kwa kutumia mifumo yetu ya elimu ya sasa hivi na syllabus iliyopo, kitu kilichomo ndani yetu hakitapata nafasi ya kuweza kudiscuss au ya kuweza kukipresenti. Maana mifumo yetu inatulilai hasa kustudy au kulearn juu ya vitu ambavyo vimeshapitwa na wakati au vilivyopo sasa hivi, si vijavyo. Sasa kijavyo kipo hivi. Kijavyo kipo katika mind yako na katika fikra zako, ni kila ambacho nakiona cha tofauti. Na kukumbusha tu, jiunge na grupu hili la Critical Thinkers. Utapata vitu vingi sana, utapata nafasi ya kufundisha, utapata ule ni uwanja wa kuibua vipaji vyako au vipaji vya watu wote, vijana wote wa Tanzania walivyo navyo. Asante sana, na waomba endeleeni kufuatilia.